الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد أيها الناس، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل، وهي وصية الأولين والآخرين. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وعن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. أيها الناس، إن شاء الله تعالى اليوم ندور حول هذه الأيام التي أمامنا، وهي أيام التي أقسم الله بها سبحانه وتعالى لفضيلتها ولما فيها من الأمور الخيرية. اعلموا أن من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Uzangu watukufu, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wahusia na ninaihusia nafsi yangu kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu watukufu, pengine sura hii ni mpya katika mimbari hii, lakini ambao kwamba nimeanuilia kuyazungumza katika mimbari hii leo si mapya katika mimbari hii, na imani kwamba si maneno mageni katika mimbari hii, ila mimi nafanya ukumbusha tu, ili ukumbusho wangu kae nao standby au wenao tayari kwa majali kitokea ama likinifikia mfanyeje. Ndugu zangu watukufu, kabla sitaingia ile nilikuwa nikizungumza, ndio kusudia kuyazungumza, nakumbusha tu kwamba Waislamu katika kalenda zetu hizi mbili ambazo kwamba zinafukuzana, kuna moja inakaribia kugawanya mwaka, kuna nyingine inaingia ukingoni mwa mwaka. Katika kalenda miladia tunakaribia kuingilia mwezi wa 6 ili kugawanya mwaka wa 2025 kwa lugha ya leo, na ndivyo tunaingilia mwisho kabisa tukiwa ndani ya mwezi wa 11 katika kalenda ya Kiislamu. Tuko katika mwezi wa 11 ambao kwamba mwezi wa 12 ni huu ambao kwamba uko mbele yetu. Tuko katika mfungo pili au Dhulqaada. Huu katika kalenda ya Kiislamu ni mwezi wa 11 katika kalenda ya Kiislamu, kama vile ambavyo kwamba tumezoea kuingojea Novemba ikiwa ni mwisho wa mwaka. Ndio na sisi Novemba ya Kiislamu ni huu mfungo pili, ili Disemba yetu ile Disemba nasi kufunga kwa mwaka ni mfungo 3. Na napenda kukusia kwa hali hizi kwa sababu ubora ambao kwamba tumefadhilishwa sisi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kufunga kwetu kwa mwaka kuna mazuri na kupokea kwetu kwa mwaka kuna mazuri. Kule kwa wenzetu ambao kwamba sisi ambao hujihusisha wala hatuhusiki, hakutusaidia na lolote, ambapo kwamba Waislamu ndio wanaokuvamia kwa hali ya juu kabisa. Kuna Waislamu ndugu zangu wanayo makampuni makubwa katika nchi yetu hii. Waislamu utafuta kila mwisho wa mwaka wale wanaoitwa sio ni kwa auditor kuja kuangalia makampuni yake, je, ameingiza hasara au ameingiza faida. Na jambo ameingiza hasara, umekuwa na hasara, akawa tayari mpaka kufuta wafanyikazi ambao kwamba walisababisha hiyo hali ili apate faida ya dunia. Lakini huu ulimwengu wetu wa Kiislamu au katika kalenda yetu ya Kiislamu, na tukiangalia yale mambo ambayo kwamba hapa duniani tunaambiwa inna dunya
talibuha fana'un, dunia itaondoka na mwenye kutafuta dunia ataondoka. Ataenda wapi? Hebu jiulize, ataenda wapi? Tunao ndugu zetu ambao kwamba tulifunga nao Ramadhani, ambao kwamba walikuwa wakisikia ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wako mbioni kutafuta takwa ya Mwenyezi Mungu, wako tayari kutafuta ucha Mungu, wako tayari kuipokea somo bila ambalo kwamba linahitajika. Na walikuwa wakisikia madurusu tofauti, wakisikia kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inasema majtama'a qaumun fi baytin min buyutillah yatluna kitabahu wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihim as-sakina ila akhir al-hadith. Wao wako kipaumbele, wanasikiliza darasa kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Ramadhani nzima anatajwa katika vikao vya Mwenyezi Mungu, anatajwa katika ulimwengu wa juu. Kila Ramadhani, kila siku yeye anatajwa mbele ya malaika viumbe watukufu. Kila siku anafinikwa na rehema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kila siku anasakina Mwenyezi Mungu mpaka Ramadhani inaisha hivi. Wale wakisikia kumi la mwisho, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana idha dakhala al-ashr al-awakhir min Ramadan shadda mizarahu wa ayqadha ahlahu wa ahya lalatahu. Wao pia walikuwa wakijifunga masomo Ramadhani kumi la mwisho, wao walikuwa hawalali, wanatafuta radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wanaacha shughuli zao na kutafuta kila ambacho kwamba kinapatikana katika siku la mwisho la mwezi kumi la mwisho wa mwezi wa Ramadhani. Kila wanaposikia kwamba inna anzalnahu fi lailatul qadr, lailatul qadr khairun min alf shahr, wao wako mbele kutafuta lailatul qadr. Na imani kuna watu wametafuta lailatul qadr na wamepata. Hapa tulioapa, kuna wengine wameazimia kutafuta lailatul qadr na wakaipata. Kuna wengine tuko nao na kuna wengine tulikuwa nao, lakini saa hii tumezunguka hapo nyuma, tuona ndugu zetu walivyolala hapo. Hapo palikuwa na watu ambao kwamba wakisikia inna anzalnahu fi lailatul qadr wametafuta kwa hali na mali na wamepata na wamelala nayo hapo. Ana ofa ya miezi 1000 amepewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, amelazwa nayo hapo. Kwa hiyo hapo katika furaha ya hali ya juu kabisa. Na miongoni mwao pia ni wale ambao kwamba walikuwa wakisikia walfajr wa layali na ashri, wakisikia neno la Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema ma min ayamin al-amalu salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Wao wako katika mstari wa mbele kuitumikia hizo siku. Sasa cha msingi ni kwamba ndugu yangu wewe, kalenda inabadilika zote mbili, inaingia 2026 na huku nako inaingia 1447, inaingia mwaka 1447, huku nako inagawanya mwaka 2026. Je, umri wako unaombi kiasi gani? Maana kuna watu mpaka leo wao wanajisifu kwamba mimi bwana ikija 2026 na 75 mimi sinaona mimi ni mtoto mdogo na 75, wakati Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema a'maru ummati ma baina 60 wa 70, umri wa umati wangu ni kati ya miaka 60 mpaka 70. Wewe unajifahiri na kujisifu na kujigamba kwamba una 74. Je, ndicho kima kilichotajwa na Mtume? Ni kwamba hicho kima ushakiozwa kwamba wakati wowote wewe unaweza kutoka, kwa sababu hata afadhali yule ambaye kwamba hajafika anaweza pengine pia ni kitu hakitabiriki, kwa sababu umri wote unaenda mbele ya Mwenyezi Mungu. Lakini kama ule umri wako umetajwa mpaka umeoba, ni kuonekana pia wewe huo uliotajwa hauna. Usijifahiri kwamba mimi na 75 sasa ikiingia. Elewa kwamba ni akaunti yako ya akhira umeongeza nini. Kwa hiyo uelewe kwamba kadri inavyoingia 2026, kadri inavyoingia 1447, ndio umri wako nao unazidi kupungua. Sasa cha msingi, je, umefanya nini kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Ndio pale Mwenyezi Mungu anakuambia ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa tanzuru nafsun ma qaddamat lighad. Umefanya nini kwa ajili ya maisha yako ya baadaye? Kuna ndugu zetu hapo mema yote walikuwa wakiyafanya, lakini idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfaru li dhunubihim. Kuna ambao kwamba
alikuwa yeye mwenyewe waishi pamoja na kuwa mema yote anayafanya, lakini akijijua kwamba mimi nimeingia katika msingi ambao kwamba sio dhakarullah, umkumbuka Mwenyezi Mungu, fastaghfiru lidhunubihim, wakataka msamaha juu ya makosa aliyofanya. Sasa je, kuna mtu ambaye kwamba anatafuta maaudita aangalie hiyo makampuni yake hasara aliyopata? Je, umewahi kutathmini katika umri wako kujua, je, mimi mwaka huu nimeingiza hasara gani katika ulimwengu wa akhera, ama nimepata faida gani katika ulimwengu wa akhera? Mtu anakaa anaangalia dunia, yeye aangalia dunia tu, hata kuangalia akhera. Kwa hiyo ndugu zangu, akhera iko mbele yetu, huu ulimwengu narudi kwao ndugu zangu. Kwa hiyo tukae tukijua kwamba wakati wote tunapotolewa katika ulimwengu huu, je, umetanguliza nini kwa ajili ya akhera? Usione lile neno limeleta tu waltanduru nafsu ma qaddamat lighad, tukalisoma tukalipita. Liangalie vizuri, waltanduru nafsu ma qaddamat lighad, umetanguliza nini kwa ajili ya akhera? Alhamdulillah, ndugu zetu tunao hapo ambao kwamba walielewa aya hii na wakatanguliza. Kwa hiyo mimi ndugu zangu, ninakumbusha tu wala sifundishi. Katika haya masiku ambayo kwamba yako mbele yetu, unaweza ukaniuliza mbona nazungumzia mambo ya mfungo tatu, yaani mfungo tatu hujafika. Safari yataka maandalizi. Mimi nakukumbusha kwa sababu mfungo tatu ushaingia tayari. Simbakia siku tu za kuhesabu. Uelewe kwamba utakapoanza tarehe moja ya mfungo tatu, uelewe umeingia katika katika ule mwezi ambao kwamba una sifa mbili. Kwanza, Mwenyezi Mungu hivi sasa hapa ulipo hivi sasa, hapo ulipo uliposimama, ama hapa tulipo, tuko katika ile miezi ambayo kwamba Mwenyezi Mungu ametuambia inna iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ardh minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Tuko katika umri, kama ilikuwa haujui, uelewe kwamba hapo uliposimama uko katika ile meza ambayo kwamba tunaambiwa minha arba'atun hurum, katika idadi ya miezi ambayo kwamba Mwenyezi Mungu alikuwa anasema ni miezi 12, kisha katika hiyo miezi 12 akasema minha arba'atun hurum, kuna minne mwenyewe amechagua ni mitukufu zaidi. Yeye mwenyewe anajua kwa nini amechukua na akifanya minne, hakufanya mitano wala kufanya nusu kwa nusu. Amesema minha arba'atun hurum, na pia hatutuambia kwa mfululizo hapa, ametuambia katika hadithi na tuambie kafafanua kwamba mitatu imeshikana, mmoja ndio uko peke yake. Kwa hiyo katika ile mitatu iliyoshikana, tuko katika mmoja wao wa kwanza ambao ni mfungo pili, kisha mfungo tatu, kisha mfungo nne ambao kama ndio kalenda ya Uislamu inapoanza. Kwa hiyo ninachokikusudia mimi, ninakusudia kukumbusha kwamba mwaka wetu wa Kiislamu tunaofunga na mazuri, na mwaka wetu wa Kiislamu pia tutauanza nao na mazuri. Mimi sitaki kusonga kwenye mwaka ujao, niko hapa kukaribisha mwezi huu ambao kwamba Mwenyezi Mungu amewaapia zile siku 10 akasema wal fajr wa layalin ashr. Niko hapa na kukumbusha kwamba mtu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameapa na hizi siku 10 za mfungo tatu kwa ule ubora waliomo, yani kwa yale yaliomo ndani ya hizi siku 10, kwa uzito wa fadhila na amali zito ambazo kwamba zinapatikana katika hizi siku 10 za mwanzo wa mfungo tatu. Yeye mwenyewe wal fajr wa layalin ashr, na hapa na wakati wa alfajiri, na hapa kwa siku 10 za mfungo tatu za mwanzo, yale yaliomo ndani yake. Wewe kama unazichezea, lakini mwenyewe Mwenyezi Mungu ameziapia. Wewe kama waziona hazina maana, mwenyewe ameziapia. Wewe kama unaona wewe kitu cha kawaida, wewe lakini mwenyewe ameziapia kwa yale yaliomo, na yale yaliomo hakuyaweka kwa ajili yake yeye mwenyewe, ameyaweka kwa ajili ya mimi na wewe. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaja akatuambia ma min ayamin al-amalu salih fihinna ahabbu ila Allah, hakuna matendo ambayo kwamba yatakuwa yakifanywa yanapendeza zaidi kwa Mwenyezi Mungu kuliko kufanya matendo mema wakati siku hizi 10 za mfungo tatu. Hizi siku 10 za mwanzo wa mfungo tatu, tarehe 1 mpaka tarehe 10, anasema hakuna matendo ambayo kwamba yanapendeza zaidi kuliko matendo utakayofanya. Hii swala ya kawaida hii, lakini ukifanya swala siku za mfungo tatu inapendeza zaidi. Si kwamba sasa haipendezi, hiyo funga yako, lakini ukifunga katika masiku 10 ya mwanzo ya mfungo tatu inapendeza zaidi. Hiyo toa yako, hiyo saidia
Masahaba wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilikuwa hakuna kitu ambacho kwamba wanajifakhiri nacho, wanajisikia nacho kama mtu katika kufa jihad. Kama masahaba kusikia kwa ulengano wa jihad umetokea, mtu kushika panga wake akajimanga katika uwanja wa jihad, kwa sababu ndio amali pekee iliyokuwa ikitamba wakati huo, ndio amali pekee ambayo kwamba alikuwa anajifakhiri nayo. Mtu anatamani akafe jihad, mtu anatamani asirudi nyumbani. Kuna watu walikuwa wakisikia hapo tayari kutoka na mali zake zote kwenda kugharamia gharama ya jihad. Sasa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamuulizwa na Mtume na masahaba zake, haya matendo anasema hakuna matendo ambayo kwamba yanapendeza zaidi kama matendo yaliyofanywa katika siku 10 za mfungo tatu, wala jihad fi sabilillah, mpaka jihad pia haifiki. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawajibu masahaba akamwambia, wala jihad fi sabilillah, hata jihad pia haiwa mtu mpigana jihad hizi za mazangu hamfiki mtu ambaye kwamba atatenda matendo ya ibada, matendo mema katika siku 10 za mfungo tatu. Kumwingii kabisa, yani nakusudia yule mpigana jihad ashindwa na mtu anayefanya matendo katika hizi siku 10 za mfungo tatu. Ndio masahaba wakashangaa ule ubora wake, na si kushangaa ni vitu vya kawaida, kwa sababu wao waliona labda pengine jihadi ndio mwisho wa ibada au ndio ibada nzito kabisa. Maana jihadi nayo si mchezo, kutoka na mali zako usikie watu wanaojua na wewe ndio ukomboa wa Uislamu, ilikuwa si jambo rahisi. Sasa wao waliona kwamba labda ndio amali ya mwisho kabisa, kumbe kuna amali ambayo kwamba ni zaidi ya hiyo. Akaambiwa kutenda matendo katika siku 10 za mwanzo wa mfungo tatu mnamshinda mpaka anapigana jihadi pia unamshinda. Ila ama ile awe sawa nayo, Mtume akasema illa rajulun, isipokuwa mtu ambaye kwamba kharaja binafsi wa mali thumma lam yarji min dhalika bi shay, labda mtu ametoka na mali zake zote, mimi nagharamia jihad, kwenda idhamini jihad, mimi kwenda idhamini gharama zote za jihad, kisha yeye mwenyewe akatoka na mali zake akabizi kama riziki huko, kisha yeye mwenyewe naye pia afe huko, huyo ndio atakuwa pengine anaweza kuweka sawa na mtenda mema katika siku 10 za mfungo tatu. Lakini mpiganaji yake pia hamfiki yule mtenda Muhammad na mtume siku yake. Lakini cha ajabu ni kwamba Waislamu hawafanyi ibada bali wanafanya ada. Waislamu wamependa ada kuliko ibada. Hizi siku 10 badala kuwa zimemwingilia mtu kusema alhamdulillah, zimeniingilia siku hizi, mimi tarehe 1 tayari leo nitakufa, mimi nitakufa na matendo haya ya jihad fi sabilillah, huenda na mimi kenda nitakufuliwa katika kundi la wapigana jihad, kwa sababu umekufa ndani ya siku ambazo kwamba matendo yake ni jihad, na umekufa ile hali ya kuwa wewe ni swahib, umefunga. Lakini kuna watu wanakuambia mimi Ramadhani kisha bana tasifu, mimi kisha Ramadhani basi sifungi. Kunao watu jisifu na maneno haya, wakati mwenye Mtume sallallahu alaihi wasallam anakuambia hivyo kwamba ma min ayamin al-amal salih fiina ahabbu ila Allah, analijua lakini anakuambia mimi kimaliza Ramadhani basi. Kwa hiyo ndugu zangu, kuna hatari ambayo kwamba Waislamu wamezuia kuifanya. Kuna watu watazipata hizi siku 10 zote lakini hatafunga, akipenda atafunga Arafa, haijakuwa na makosa, haijafunga kufunga Arafa haijakuwa na makosa. Lakini kuangalia itakuwa akaunti yako umenyima mangapi katika mambo mazuri, akaunti yako ya akhera umekosesha mangapi wewe. Na je, waonaje katika jihad? Umefunga, umeswali, unatoa, unasaidia, unafanya kila sampuli ya khairati katika masiku mpaka akifika utakuwa mpiga hatua kiasi gani. Lakini kunao Waislamu wameangalia hiyo, taangalia hivi kwa sababu wamezoea. Huko nyuma akianza akiamua fungo tatu mingi ataangalia hivi, akipenda atafunga yomo Arafa basi. Sasa bangalia hizi siku 10 zilizoakiwa, miongoni mwao kuna hii saumu ambayo kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema siyamu yaumu Arafa, ile funga moja, ile funga siku ya Arafa kwamba ni tarehe 9 ya mfungo 10. Mtume Muhammad akasema ahtasibu ala Allah, mimi nina imani ya kuwa mfunga ile siku ya Arafa, yeyote atakayefunga ile siku ya Arafa, mimi nina imani, ahtasibu ala Allah, nina imani kwa Mwenyezi Mungu anukafira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu, nina imani mtu atakayefunga ile siku ya Arafa
Mwenyezi Mungu atamsamehe makosa yake ya makolopita na makujao. Lakini kuna watu pia hufika akajua leo ni ana kuna pia kufunga sifungi. Kufunga pia sifungi. Kwa sababu amechukulia ada hawakuchukulia ibada. Nitapiga mfano. Kuna watu ndugu zangu walikosa Lailatul Qadr kwa sababu ya mali zake. Wakati Mwenyezi Mungu amemwambia ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Enyi waja Mwenyezi Mungu, muamini Mwenyezi Mungu, visiwashughulisheni mali zenu na watoto wenu na kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kuna mtu alikosa Lailatul Qadr si kwamba alikuwa mgonjwa, alikosa kwa sababu ya Man City na Barcelona. Ameikosa kwa sababu ya Chelsea na yani ameikosa pepe kwa sababu ile Ramadhani inapofanywa kwamba kuna mechi nyingine za chezwa saa 6 mpaka saa 7. Sasa saa 7:30 ndio mechi ya mwisho aenda kujipumzisha ndio yalla wakati kwa ajili ya mpira. Sasa je, amepata amekosa? Wako si wengine kusema wana wengine, lakini ninasema kwamba kuna watu wamekosa ofa ya miezi 1000 kwa sababu ya Man City na Barcelona au Chelsea na Man U zimewafanya mpaka wamekosa Lailatul Qadr. Sio kwamba alikuwa pengine amelala amelala kwa kwamba hili ni kumi la mwisho kwa sababu Lailatul Qadr ambayo kwamba khairu min alf shahr tanazzalu almalaikatu waruhu fiha biidhni rabbihim min kulli amr. Ameikosa kwa sababu ya mpira tu. Saa 8 ndio anaenda kulala, wakati kuna mwenzake saa 8 ndio anajifanya maandalizi ya kuwa atoke yeye na wanawe na familia yake aje msikitini kuja kuitafuta Lailatul Qadr. Na kunao walifanya hivyo na wakaipata. Mwenyezi Mungu awawekee inshallah. Na kama sisi tumwombe Mwenyezi Mungu tuwekee ibada yetu ya miezi refu inshallah. Ndugu zangu, ni hasara. Hebu angalia hii mvua vile inanyesha. Kuna mwenzako saa hii hivi sasa amekuwa kipembeni kama kule anangojea salatu Juma imalizike au yembele tengeneza mbele. Yule hakumkosea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yule hana zura aliyotenda mpaka Mwenyezi Mungu akamuondoa, wala hana ubaya aliyotenda mpaka Mwenyezi Mungu akamuondoa, bali ni amri. Mwenyewe umri wake umeisha, Mwenyezi Mungu amemhitaji. Hakutaka kujua ana mali, hakujua na watoto, hakujua na mema, hakujua na maovu. Umri ulipofika Mwenyezi Mungu amemhitaji. Na salatu Juma ikija hapa atauliziwa madeni, atakuja kuambiwa anamkosea msamehe, aswalie na ndio yenda na ndio haturudi tena nyumbani. Ana kitanda kizuri sana, kikiuzwa anaanza biashara wewe. Ana nguo kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Zikianza wewe ni mtaji wako wa biashara, lakini ndana sana. Sasa wewe ndugu yangu wako Lailatul Qadr kwa sababu ya mambo ambayo kwamba hata hayana mfano katika dunia. Kama ni mpira itaendelea, itaendelea. Lakini leo waje kwa Lailatul Qadr kwa sababu ya mpira. Ama wakosa mazuri ya ibada Mwenyezi Mungu kwa sababu ya mambo ambayo kwamba hayana msingi. Hebu angalia, zunguka hapo nyuma uangalie ndugu zetu. Hawana makosa yote wengine, lakini Mungu umeisha. Wamejazana hapo kikoani. Wengine hapo kufukuliwa katolewa mizizi ya watu, akaikwa yeye nipe kalikesho hapo. Wale si kwa mara na makosa, ni Mungu umeisha. Wangu na wako haujulikani utaisha lini, bado unamchezea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lini utaacha ubiri kwa Mwenyezi Mungu? Kwa hiyo ndugu zangu, ninakukumbusha kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametufafanulia masiku 10 haya kwamba yanakuja. Tuyaangalie vipi, tutaangalia vipi. Ndio maana nikaona na mimi nije kukumbusha ndugu zangu kwa msikiti huu kwamba kuna masiku 10 ambayo kwamba Mwenyezi Mungu aliyapia akasema walfajr wa layali na ashri. Masiku 10 haya yapo karibuni kuingia. Je, umepanga kufunga ngapi? Umepanga kutoa nini? Umepanga kusaidia nani? Kuna mayatima wako tele, kuna wajane wako tele, kuna maskini wako tele, kuna tilawa ya Qur'ani msikitini, kuna kila aina ya ibadati. Je, utajiandaa vipi wewe? Utaugawanya vipi wewe? Kuna watu wanafanya makazi, lakini ikifika Ramadhani anachukua adhibu kwa sababu ya ibada. Kuna wengine wanafanya kazi, lakini ikifika hizi ayamu al-ashr min dhulhijja anachukua imani levu ya dharura ili afanye ibada. Wewe leo hauna kazi ama wakati mnao, lakini siku zikupita kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Mimi nakwambia na ninakukumbusha na nikukumbusha nafsi yangu zangu kwamba mami na ayamin al-amal salih ina ahabu ila Allah min hadhihi al-ayam. Hizi siku ziko karibu sana. Kama mkereketwa nene, usiniulize mimi. Jiulize leo mwezi ngapi na zimbakia siku ngapi kufika mfungo
Mfungo tatu ukiingia, ukiupata alhamdulillah, sema alhamdulillah. Kitu cha kwanza inua mikono, alhamdulillah, Mwenyezi Mungu amenifikisha mfungo tatu. Mwenyezi Mungu amenifikisha mfungo tatu, alhamdulillah. Nina imani mimi ninapigana jihad, hapa ndipo mimi. Sio kupata mtu panga, elewa kwamba mimi haya matendo yangu mema kadri ninavyofanya niko katika jihad. Nenda msikitini niko katika jihad. Mimi nazifunga hizi siku 10 katika hizi 9 katika jihad. Mimi katika kufanya kusoma Qur'ani kwa kuelewa katika jihad. Kwa hiyo siku 10 zote hizi lau utakufa ile hali ya kuwa mujahid fi sabilillah, kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Amali zako tisabikana ni sawa na mujahid au umempita yule mujahid fi sabilillah. Leo Waislamu wanaziona na wanaziacha. Leo wanaziona na wanaziacha. Huyo mali zake ambazo kwamba maana TV pia ni katika mali zako. Leo imekushughulisha wewe mpaka unakosa masala mazuri. Kuna wengine kutoka kazini kwanza mpaka angalia habari ya mali yote na kipindi kwa kumbuka kwamba kuna salatu al-isha. Swala ya Isha pia yampita kwa sababu atakapoangalia nini mambo ambayo kwamba yako pale asiyakose na kila siku. Kwa hiyo ndugu zangu, kuna mengi sana kuzungumza. Lakini nimeona ndugu zangu niwakumbushe kwamba siku 10 zaja na siku mbele. Ikiwa pengine kibinadamu umepitikiwa kwa hali yoyote ambayo kwamba una nini, Lailatul Qadr ikakupita. Kama mwenye maana kuna ambao kwamba watazipata. Hapa. Ulioko hapa au mtu wako ambaye kwamba uko naye, lakini si ajabu pia kuzikosa hizi siku 10 kwa sababu zote tuko katika mkono wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anakufadhili bila anavyotaka. Kwa hiyo nasema kama Mwenyezi Mungu atakujalia kuzipata hizi siku 10, maana kuna wengine watazipata alhamdulillah, lakini watazichezea. Kuna wengine watazipata watasema alhamdulillah, watazifanyia kweli. Kuna wengine hapa watafika Ramadhani na mpaka Ramadhani mpaka mwisho, Lailatul Qadr kumila mwisho pia watalipata hapa, lakini watalichezea. Iwapo ambapo kama kuna mzaki alilia Mwenyezi Mungu afikishe Ramadhani, akaipata Ramadhani na alipomaliza Ramadhani tu au Mwenyezi Mungu amewachukua, saa hii bana wao katika hali nzuri kabisa ya maisha. Ndugu zangu, huu ni mwengu na ulipo. Na tunahitajika tuwe makini sana kule kwa hada astaghfirullah alazim.